ujasiri hauambatani na kushindwa. Ndiyo maana ujasiri ni baraka. Roho Mtakatifu akishapanda huduma ya ujasiri ndani yako, hiyo ni alama umebarikiwa upate kushinda. Ujasiri ni mafanikio. Mtu aliye na ujasiri, hata kama mkononi hana kitu, ule ujasiri ni tayari mafanikio. Kwa nini nasema? Kwa sababu siri ya ujasiri ina mifumo ya kukuingiza kwenye kufanikiwa. Ukisoma Biblia yako utaanza kuwaona watu wote waliofanikiwa, maisha yao yamejaa ujasiri. Hakuna mtu aliye mnyonge akashinda, wala aliye dhaifu akafanikiwa, kwa sababu kile kiwango cha kujiona mimi ni mdogo, cha kujiona siwezi, sifai, tayari ni alama ya kushindwa na ni alama ya kutokufanikiwa. Mungu anaenda kwa mtu mmoja anaitwa Gideon. Ukisoma kitabu cha Judges, Waamuzi 6 kuanzia mstari wa 12, anapoenda anamkuta Gideon, lakini Gideon alikuwa anajiona ni mnyonge, ni mtu dhaifu, mtu wa chini, hafai kwa lolote. Na hayo ndio alikuwa maisha yake. Kwa Wamidiani waliwapiga kiwango ambacho hata chakula walichovuna Wamidiani walikuwa wananyang'anya, wanachukua. Kwa wakawa ni dhaifu, lakini hawakuanza kuwa dhaifu, ila wao walijiona dhaifu, walijiona wanyonge, walijiona watu wasiofaa, na maisha yao yakawa hivyo. Kwa Roho Mungu anapoanza kumbadilishia maisha Gideoni, akaanza kumwambia, ewe shujaa. Haleluya. Hebu jiambie mwenyewe, sema ewe shujaa. Ukumbuke jana niliwaambia ujasiri ni hitaji la Mungu kwetu. Ni Mungu anataka, kwa sababu anajua ukiwa jasiri utashinda, ukiwa jasiri utafanikiwa. Anajua ukiwa jasiri utashinda, ukiwa jasiri utafanikiwa, ukiwa jasiri utaweza. Kwa anapomwangalia Joshua, Gideon, akusema Gideon, umeteswa na Wamidiani, ngoja sasa nikusaidie, labda nikupe chakula, nikupe nyumba, nikupe mavazi. Gideon akajikuta Mungu hakumpa chochote, ila Mungu alimpa utambulisho, akamwambia ewe shujaa. Na maisha ya Gideon yalibadilikia hapo. Nami leo natangaza maisha yako yanabadilikia katika utambulisho wako. Niko leo kusema shujaa aliyekaa hapa anaishi. Kwa wewe utaki kuangalia umetoka wapi,
hujasoma, bank account yako sijui inasomaje, utaki kuangalia wengine wanasema nini, mazingira yakoje. Nataka nikuambie, Mungu Baba anavyosema kwenye neno lake, hivyo ndivyo ulivyo. Mazingira hayana sehemu, haijalishi ni nini kinaendelea. Lakini nataka nikwambie leo, utambulisho wako unabadilisha hali zote. Baba Mungu akikwambia wewe ni jasiri, tayari umebarikiwa. Tayari nguvu ya kushinda iko ndani yako. Tayari nguvu ya kufanikiwa iko ndani yako. Kwa tunasema ujasiri ni mafanikio. Tayari ukishapewa ujasiri, hayo ni mafanikio. Wengi hawajui maana ya mafanikio. Watu wengi wanafikiri mafanikio ni vile nilivyovishika, ni vile ninavyovimiliki. Lakini nataka nikwambie, mafanikio yanaanziaga ndani. Kama ndani hujafanikiwa, hata unavyovimiliki havi mafanikio. Kwa Roho wa Mungu anapokupa ujasiri ndani, tayari amekupa kufanikiwa, amekupa kushinda, amekupa kuweza. Yani una kila kitu cha kutokea, cha kuleta matokeo yoyote. Haijalishi nani iko mbele yako, haijalishi historia ikoje, haijalishi nini kiliendelea, haijalishi hali ikoje, lakini kile unachokipokea kama ujasiri ni nguvu. Haleluya. So leo tutakwenda kuangalia maadui wa ujasiri. Ndicho kilichonisimamisha hapa leo. Tutakwenda kuangalia maadui wa ujasiri. Na adui wa kwanza tunayekwenda kumwangalia juu ni hofu. Mwambie jirani yako, hofu. Sema kwa sauti, hofu. Sasa tunapoangalia hofu ina tofauti kubwa sana ujasiri. Kwenye ulimwengu wa roho, hofu inakaa mahali pa giza na ujasiri unakaa mahali pa nuru. Kwa hivi viwili haviendi pamoja. Either uwe jasiri au uwe na hofu. Huwezi kuwa na hofu na ujasiri. My God. Lakini mara zote lazima uelewe kwamba roho ya hofu kazi yake kubwa ni kumtengeneza mtu ashindwe. Ndo kazi yake. Ukisema nini nia ya hofu? Hofu kusudi lake ni kumweka mtu chini. Sauti ya hofu always inakwambia huwezi, umeshindwa, hawakutaki, huhitajiki, una nguvu, una hela, haupendezi, wewe ni mbaya. Hofu ina negativity katika kila upande, na lengo lake ukifuata sauti yake inakupeleka chini. Ndio kazi yake. Huyo hofu kazi yake ni kufanya usifanikiwe.
ndo kazi yake. Kwa anaanza kuonyesha vile ambavyo huwezi kufanikiwa, huwezi, na ana mbinu zote za kuonyesha huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo hofu na ujasiri hawana undugu, kwa sababu huyu kusudi lake tofauti na huyu kusudi lake tofauti. Bible inasema kwenye kitabu cha Yohana 10:10, anasema mwivi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu, lakini mimi Bwana nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa tunaona kazi ya mwivi ni hii hapa, na kazi ya Kristo ni hii hapa. Kazi ya yule mwovu ni hii hapa, na kazi ya Roho Mtakatifu ni hii. Vinakinzana, ni njia tofauti. Ndivyo ilivyo, hofu ina njia yake na ujasiri una njia yake. Kwa tunapoiangalia hofu, haijawahi kuwa na nia nzuri yoyote juu yetu, haijawahi kuwa na nia nzuri yoyote juu ya maisha yetu. Unaweza ukasema nimezaliwa nayo, nimekuwa nayo, nimelelewa nayo. Hapana, hatutakiwi kukubaliana na hofu, kwa sababu hofu ni adui yetu. Kwa kuwa huyu Mungu Baba tunayemwabudu hafanyi kazi katika hofu, hafanyi kazi katika hofu. Anayefanya kazi katika hofu ni yule mwovu pekee, ndio anafanya kazi kule. Kwa kama baba yangu hafanyi kazi katika hofu, mimi naichukua hofu ya nini? Nailea hofu ya nini? Naibembeleza hofu ya nini? Naisikiliza hofu ya nini? Nataka nikwambie, unapoanza kusoma Bible ndivyo utakavyoanza kupambanua sauti ya hofu na sauti ya ujasiri. Utapambanua, utaanza kusema huyu hapa ni bwana hofu anaongea sasa. Hofu inaweza kuibukia tu asubuhi akwambia unakufa, 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 unakufa. Lakini nataka nikwambie, hiyo sio sauti ya kusikiliza. Hiyo ni sauti ya kuikataa, ni sauti ya kuipinga, ni sauti ya kuiua, kwa sababu ni sauti iliyo kinyume na mpango wa Mungu. Mungu ananiambia sitakufa, nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Mungu. Kwa mimi lazima nifike mahali nianze kuwa na roho ya kupambanua. Ni ya muhimu sana hii roho ya kupambanua. Naanza kuona sauti ya hofu. Hofu anaongeaga hivi, na huwa anapenda kuongelea uhalisia. Anataka kukamate. Kama una hela mfukoni, anakukamatia hapo hapo. Kama unaumwa, anakukamatia hapo hapo. Kama hujazaa, anakukamatia hapo hapo. Kama hujaolewa, anakukamatia hapo hapo. Ana visauti vyake vigumu. Nasema hofu apigwe kwa jina la Yesu. Nasema tena hofu apigwe kwa jina la Yesu. Unatafuta kazi, hofu nakwambia anaweza akakunyoosha akakuonyesha vile ambavyo huna sifa ya kupata kazi akakunyoosha, kwa sababu nani kakwambia wewe ujenge uwezo wa kusikiliza sauti zake? Kwa lazima kuwe na hali ya kutenganisha kwamba wewe ni hofu na unaongea, wewe ni hofu na unaongea. Sasa ngoja nikuonyeshe, kwa sababu najielewa tayari. Hapo mimi ni jasiri, ndio maana nimemuona wewe hofu unaongea. Ndio wewe unaongea.
ngoja nikushughulikie. Wewe unajua nini cha kufanya pale hofu anapoanza kujiinua juu ya maisha yako. Leo nasema tena, hofu na apigwe mbele yako katika jina la Yesu. Sikiliza, Baba Mungu anasema, tutasoma maandiko. Anasema, mimi Baba yenu sijawapa ninyi roho ya hofu. Anasema, mimi sijawapa roho ya hofu. Tutasoma kidogo, fungua mmoja na mimi. Maana Mungu hakutupa roho ya woga. Nifuate kwa makini. Unaona hiyo Kiswahili ametumia, Mungu hakutupa roho ya woga, lakini woga anaozungumzia ndio hiyo hofu. Sema, Mungu hakunipa roho ya woga. Hivyo wewe woga ulikotokea, rudi huko huko. Maana wewe unatafuta kushindwa kwangu, kuanguka kwangu, kuto kufanikiwa kwangu na kuto kuweza kwangu. Hivyo nakukataa wewe roho ya hofu, najitenga na wewe, maana hautokani na Mungu. Na kukataa pakubwa. Jesus. Kwa yeye anatuambia hakutupa. Biblia ni lugha na kanuni, very important. Hakutupa roho ya woga. Anasema tena bali. Sasa anajaribu kuhighlight zile roho ambazo ametupa. Yaani mahali ambapo hofu ingekaa. Sasa yeye anatuonyesha haitakiwi kukaa hofu hapo. Zinatakiwa zikae hizi roho hizi hapa ninazokuambia, ndo nimekupa. Ili hofu isijione ina fungu kwenye maisha yako, ina nafasi kwenye maisha yako, ina mahali pa kufanya kazi kwenye maisha yako. Kuna roho mbadala. Na ukumbuke, chochote kinachotokana na Mungu kimeushinda ulimwengu, kimeishinda hofu. Kwa hizi roho zikikaa, it means hofu haina mahali pake na haiwezi kushindana na hizi roho zinazokaa mbadala wa hiyo hofu. Naanza kuongea. Haleluya, haleluya, kanisa la maombi. Jesus anasema, roho wa Mungu aliwahi kunifundisha hapa. Aliwahi kunifundisha, niliwahi kuandika kitabu kinasema usiipe hofu nafasi. Roho wa Mungu alinifungua macho mapema kwa habari ya hofu. Moja ya kitu nilikitambua mapema kwamba ni adui yangu mkubwa alikuwa ni hofu. Wa pili niliyemng'amua kwamba ni adui yangu mkubwa alikuwa ni kiburi. Sasa huyu hofu, nataka nikwambie, usikubali kumlea, kwa sababu yeye the way anavyojitokeza ni kwa namna nyingi. Sometimes unaweza ukaona una hofu haina sababu. Haina sababu. Yaani una hofu tu, haina sababu. Hujasikia habari mbaya, hujaona kitu kibaya, hujapitia kitu kibaya, lakini unaamka asubuhi tu una hofu tu. Sasa hiyo hofu unaiona sio kwamba labda ni natural. Hapana.
sana. Huyo ni adui anafanya kazi. Kwa hata ukiona hofu ambayo haina sababu na yenyewe ni adui yako, usikubali asurvive hata kwa nusu saa ndani yako. Lazima muadhibu. Kuna hofu nyingine inakuja oh God, hofu ya kukosa. Yani ndani yako panakuja tu, panahisi kwamba nitakosa, nitakikosa hiki, nitakikosa. Nyingine hofu inakuja ya kukosea. Unahisi utakosea. Ndio kama mtu unakaa nyumbani kwa mtu, unajikuta unafanya makosa mengi. Ukibandika nyama imeungua, ukibandika mboga ya majani imeiva mpaka green imeondoka. Jesus. Hujakaa sawa, umeosha vyombo, umebeba kikombe, umekiachia. Yaani una vihofu. Hizo zote ni hofu. Kuna hofu nyingine, unaogopa tu giza. Mtu mzima kabisa una miaka 40, lakini unaogopa tu giza. Yaani wewe huwezi kulala mpaka tai wake. Muulize jirani yako, una vihofu vya ajabu tu. Yaani haiwezekani ulale mpaka taa inawaka. Mwambie jirani yangu, wewe ndugu yangu, wewe. Yaani taa zikizimika unaanza kuona kama kuna mtu, yaani kama kuna mtu adui ni mjinga. Mwingine ana hofu kiwango ambacho yaani hana amani. Lazima alale na mtu, hata kama ni mtoto ana miaka 2, lakini awepo mtu anapumua. Sasa huyu mtoto anakuongezea nini? Anakuongezea nini? Mbona hilo ni shida? Sasa ukiolewa, mme wako akasafiri, Jesus, itabidi utafute mtu, sio ni nani, yaani awepo tu hapo chumbani mwako, ulale naye, kwa sababu yaani huwezi kulala peke yako, unaogopa. Mungu anakuona. Hofu na apigwe kwa jina la Yesu. Kuna hofu ya wadudu. Yaani hata sisimizi. Yaani kwa sisimizi. Nini? Sisimizi mwenye anakuogopa. Mende anakuogopa. Panzi anakuogopa. Yaani kila mdudu anakuogopa wewe. Sasa inakuwaje? Nakumbuka siku moja nilikuwa napenda sana kusuka. So kuna dada mmoja, ni mama mchungaji, akawa anajua kusuka nywele nazitaka. Kwa siku moja nikamwalika. Sasa akawa ananisuka. Mara dudumizi. Nani anajua dudumizi? Dudumizi hamumjui? Ni yule mdudu anakula mbao. Mnamjua dudumizi? Sasa dudumizi akatoka ndani ya mbao mbichi, akaruka, akaanza yule mama mchungaji alirusha chanuo huko, akakimbia. Sasa mimi nikajua labda nyoka. Sasa dudumizi yule akaanguka, kwa sababu hawanaga nguvu, akaanguka. Bado kamwambia nini? Hiyo. Bible inasema Mungu akutupa roho ya hofu. Kwa hofu yoyote haitakiwi kuexist kwenye mioyo yetu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Majasiri
wanasoma hofu ni 0%. Biblia ina maneno 365 usiogope. Mind you, maneno 365, which means Roho wa Mungu anakuambia kila siku, anakuambia kila siku usiogope. Ujapopita, sio kwa mdudu, sio kwenye maneno, ujapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, usiogope, kwa kuwa mimi Bwana niko pamoja na wewe. Kwa kanuni ya maandiko hainipi nafasi ya kuogopa. Kwa mimi kama mtu wa rohoni, nikishaitwa mtu wa rohoni, tayari ndani yangu ninaishi bila hofu. My God, mpigie Bwana makofi. Na ukitaka kuelewa kwamba bado mimi ni mchanga kiroho, angalia mifumo ya woga ndani yako. Utaiona. Unaogopa wadudu, unaogopa kusemwa, unaogopa kuonywa, unaogopa watu, unaogopa kutoka asubuhi, unaogopa kulala peke yako, unaoga usio na sababu, yani unaogopa tu. Hiyo ni alama kwamba wewe ni mtoto mchanga, uaminiki, ni mtoto mchanga kiroho. Lakini tunapoendelea tunasema sasa tunakuwa kiroho, kitu kinachopotea ndani yetu ni hofu. Yale uliyokuwa unayaogopa au yaogopi tena. Mimi nakwambia, hata wewe ni shuhuda, kuna mambo ulikuwa unayaogopa na sasa hauyaogopi tena. Hebu kwanza ongea na jirani yako, muulize, wewe ulikuwa unaogopa nini sasa hivi uogopi? Naamini umemwelewa. Kama sasa hivi haogopi hayo aliyokuwa anayaogopa, hebu mpigie Bwana makofi kwa ajili yake. Unajua mfumo wa kuogopa ni hali ya kifungo. Yaani bado una kifungo kwenye ulimwengu wa roho. Wanadamu wenyewe wanaona sawa, lakini sisi wanadamu sisi ni watu. Roho wa Mungu yuko ndani yetu, neno liko ndani yetu. Kwa hiyo kuwa na vifungo vya kipepo sio fungu letu. Ile hali ya hofu ndiyo inayoonyesha si tu kwamba ni kifungo, lakini inaonyesha mimi ni mtumwa. Yani sijawa huru, ni mtumwa. Sijapata uhuru, mimi ni mtumwa. Hofu ikiwepo ndani. Lakini hofu ikiwemo ndani pia inanionyesha kwamba mimi ni mjinga. Sijui kweli. Ndio Biblia inatuambia watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Kwa narudi kwenye hili andiko, Baba anasema hajatupa roho ya nini? Hajatupa roho ya woga. So nataka tusome hizi roho ambazo ametupa. Very important. Yule mwenye maiki aanze kusoma. Maana Mungu hakutupatia roho ya woga, bali roho ya nguvu. Ni kweli hakutupatia. Hiyo Biblia gani? Soma tena.
Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Amen. So mahali pa roho moja ya woga, roho wa Mungu anajionyesha kwa roho tofauti tofauti. Huyu wa Kiswahili anaonyesha hapa kwamba mahali palipokuwa woga, Mungu amewekeza roho tatu. Huyu wa Kiswahili, roho ya kwanza anayoonyesha ni roho ya nguvu. Ni roho ya nguvu ambayo ndo sasa nini? Roho ya nguvu ndo hiyo roho ya ujasiri. Kama utakuwa umenisikiza vizuri tangia nimeanza kuongea tangia Alhamisi. Roho ya nguvu ya kwanza. Ya pili roho ya upendo. Upendo na nini? Ni roho ya upendo. Na ya tatu moyo wa kiasi, ile self control. Ile roho ya unaweza kujizuia, unajimudu. Kuna kitu unasema hiki siwezi kufanya, sitaki, hiki hapana. Yani unatambua mipaka yako, moyo wa kiasi. Lakini huyu wa Kiingereza yeye ameenda mbali, anasema roho ya kwanza aliyotupa ni roho ya nguvu hiyo hiyo, lakini roho ya pili ni roho ya pendo hiyo hiyo. Roho ya tatu anasema roho ya akili, roho ya akili. Roho ya nne aliyotupa ni roho ya nidhamu, roho ya nidhamu. Roho ya tano roho ya utulivu. na roho ya sita ndio roho ya kiasi, self control. Mimi na kanisa na waona watakatifu wasio na hofu kwenye maisha yao katika jina la Yesu. Nataka nikuambie usiogope. Biblia inatuambia atukupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali tumepokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twamuita baba. Yani unaye baba, so una ujasiri, una uhakika baba ni nani, una uhakika uweza wake, nguvu zake, alafu yuko ndani yako pamoja na wewe, anakuongoza. Yeye ndio anakupa kushinda. Una uhakika una baba, hauna cha kuogopa. Zamani tulikuwa unaimba Bwana ni ngome yangu, kimbilio langu. Bwana ni ngome yangu, kimbilio langu. Nimwogope nani? Nimwogope nani? Nimwogope nani? Nimwogope nani? Haleluya. Uko tayari? Hebu nataka uimbe. Bwana ni ngome yangu. Bwana, piga makofi. Maanisha yaone mazingira yako. Kimbilio Bwana. Nimwogope. Nimwogope. Hey, nimwogope na. Nimwogope. Piga kelele kwa Yesu. Hauna cha kuogopa, hauna wa kumwogopa. Kwa nini? Bwana ni ngome yako na kimbilio lako. Ni nani tena asimame mbele yake? Ni nani ajitokeze? Ajitokeze. Ni mdudu? Ni giza? Ni maneno? Ajitokeze. Nani aliye mkuu kama Bwana, aliye ngome kwangu? Ajitokeze.
ajitokeze hapa. Haleluya, haleluya. Sema kwa jina la Yesu, ninakataa madhabahu ya hofu. Leo naivunja vipande vipande. Ewe hofu ya maisha, kufa ndani yangu, ninakataa kuogopa maisha. Ninakataa kukuogopa maisha. Wewe maisha haukuwepo, mimi nilikuwepo. Wewe maisha siwezi kuogopa. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko wewe. Piga kelele kwa Yesu.